Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump hana mamlaka wala uhalali wa kuinyima Iran haki zake za nyuklia, akisisitiza kuwa taifa lake lina haki ya kutumia teknolojia hiyo kwa madhumuni ya amani bila kuingiliwa na nchi nyingine. Akizungumza kupitia shirika la habari la wanafunzi la Irani, Pezeshkian alinukuliwa akisema Trump anasema Irani haiwezi kutumia haki zake za nyuklia, lakini hasemi kosa gani tulilolifanya. Yeye ni nani hadi anyime taifa haki zake? Kauli hiyo imeibua mjadala mpya katika mvutano unaoendelea kati ya Iran na Marekani kuhusu masuala ya nyuklia na usalama wa kikanda. Tamko hilo linakuja wakati ambapo muda wa kusitisha mapigano kwa muda unakaribia kumalizika Jumatano, hali inaongeza hofu ya kurejea kwa mvutano mkali au hata mapigano ya wazi kati ya pande hizo mbili. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa hali ya sasa ni tete na inaweza kubadilika haraka iwapo makubaliano mapya hayatapatikana. Moja ya vyanzo vikuu vya mgogoro huo ni mpango wa nyuklia wa Irani. Teherani inasisitiza kuwa mpango wake unalenga matumizi ya kiraia kama uzalishaji wa umeme na utafiti wa kisayansi, lakini Washington na washirika wake wanahofu kuwa unaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Mvutano huu uliongezeka zaidi baada ya Marekani kujiondoa kwenye makubaliano ya nyuklia ya JCPOA na kurejesha vikwazo vikali dhidi ya Irani. Eneo lingine nyeti ni mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Irani imekuwa ikionya mara kadhaa kuwa inaweza kuzuia au kudhibiti njia hiyo iwapo itakabiliwa na shinikizo kubwa la kijeshi au vitisho vya nje. Hatua kama hiyo inaweza kuathiri vibaya uchumi wa dunia na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuvuruga usambazaji wa nishati. Baada ya mtikisiko mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati kwa vita vilivyozuka Februari mwaka 2026, Iran ilichukua uamuzi wa kufunga mlango huo. Licha kauli kali kutoka pande zote, juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea kimya, huku baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa yakijaribu kupunguza mvutano huo. Hata hivyo, tofauti za msingi kuhusu haki za nyuklia, usalama wa kikanda na ushawishi wa kisiasa zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa kufikia suluhu ya kudumu. Kwa sasa macho dunia yanaelekezwa kwenye maendeleo ya mazungumzo hayo, hasa wakati muda wa kusitisha mapigano ukikaribia kumalizika, huku tayari hali ya kuzorota ikiendelea kuwa juu. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.